Kwenye kina kirefu cha bahari ambako mwanga huwezi kufika, kuna mnyama mkubwa wa chuma anayeogelea kimya kimya, akiwa na nguvu za kutikisa dunia. Hii siyo sinema ya kisayansi, hii ni halisi. Hii ndiyo Belgorod, manowari hatari zaidi ya Urusi na pengine ya dunia nzima. Karibu kwenye chaneli yako ya maarifa, ambapo leo tunatazama kwenye siri ya kivita inayotishia dunia. Manowari ya kisasa kabisa ya Urusi inayobeba silaha za maangamizi, teknolojia ya kijasusi na uwezo wa kuendesha vita vya baharini kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Manowari ya Belgorod yenye nambari K-329 ni sehemu ya mpango wa kisasa wa jeshi la majini la Urusi unaolenga kuleta mabadiliko makubwa kwenye vita vya kisasa. Hii ni manowari ya nyuklia ya daraja la Oscar II iliyoboreshwa sana kutoka kwenye toleo la awali na sasa imewekwa chini ya jeshi la siri la Urusi linaloitwa Main Directorate of Deep Sea Research, maarufu kama GUGI. Kwa mara ya kwanza, wazo la kujenga lilianzia mwaka wa 1992, lakini kutokana na changamoto za kifedha na kisiasa, mradi ulisimama. Hata hivyo, miaka kadhaa baadaye, Urusi ilifufua na mwaka wa 2019 manowari hiyo kubwa na ya kisasa zaidi ilizinduliwa rasmi. Lakini sio tu ukubwa wake unaotisha, bali ni kile inachobeba ndani. Belgorod ni manowari ndefu zaidi kuwahi kutengenezwa duniani, ikiwa na urefu wa zaidi ya mita 184, ndefu kuliko uwanja wa mpira. Inaendeshwa kwa nguvu za nyuklia, hivyo inaweza kukaa majini kwa muda mrefu sana bila kurudi bandarini. Ina uwezo wa kubeba vifaa maalum vya upelelezi chini ya bahari, manowari ndogo za siri na hata kitu kinachoitwa Poseidon, silaha ya nyuklia ya baharini. Poseidon ni torpedo kubwa yenye kichwa cha nyuklia inayoweza kusafiri umbali wa zaidi kilomita 10,000 chini ya bahari, ikiwa na uwezo wa kuharibu miji mikubwa kwa mionzi ya mawimbi ya nyuklia. Hii inamaanisha hata kama nchi ya Urusi ingeshambuliwa na adui na kila kitu kikaangamizwa, Poseidon bado inaweza kuendelea na mashambulizi, kitu anachokiita second striker capability. Ndani ya manowari hii kuna mifumo ya hali ya juu ya mawasiliano ya siri, vifaa vya kutambua harakati za adui chini ya bahari, pamoja na maabara za kisayansi kwa ajili ya upelelezi wa kina cha bahari. Zaidi ya hapo, Belgorod ina uwezo wa kushusha manowari ndogo ndogo za siri kama Rosharki ambazo zinaweza kutumika kuharibu nyaya za mawasiliano za adui chini ya bahari au kupeleka vifaa vya upelelezi kwenye maeneo ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kufika. Teknolojia hizi zimefanya manowari hii kuwa sio tu silaha ya kivita, bali pia ni chombo cha kipelelezi cha kiwango cha juu kabisa. Urusi inaitumia Belgorod kama kadi ya mchezoni kwa hofu ya vita ya dunia ya tatu. Kwa sababu ya uwezo wake wa kujificha, kutosikika chini ya maji na kubeba silaha zisizotabirika, inachukuliwa kama sehemu ya strategic deterrence, yaani ni njia ya kuzuia mashambulizi kwa kutishia adui kuwa anaweza kuangamizwa hata kabla hajashambulia. Kwa sasa Belgorod ipo chini ya uangalizi maalum wa kijeshi katika bahari ya Arctic, mahali ambapo Urusi imeanzisha ngome zake za kijeshi mpya za nyuklia. Wataalamu wa kijeshi kutoka NATO na nchi za magharibi wameielezea Belgorod kama game changer, yaani silaha inayoweza kubadilisha mizani ya nguvu duniani. Wengine wanasema kuwa uwepo wa manowari hii unamaanisha mwanzo wa enzi mpya ya vita ya baharini. Ripoti nyingi za kiintelijensia zimedokeza kuwa iwapo Poseidon itawahi kutumika, basi madhara yake yatakuwa makubwa kuliko hata mabomu ya Hiroshima na Nagasaki, si kwa mlipuko tu, bali kwa mionzi ya bahari na mawimbi makubwa ya tsunami ya nyuklia. Lakini swali kubwa linasalia: je, teknolojia hii inawalinda Warusi au inawatisha zaidi? Wakati dunia inaelekea kwenye mvutano mkubwa kati ya mataifa makubwa, uwepo wa silaha kama Belgorod unaongeza hofu ya kutokea ajali za nyuklia, mashambulizi ya ghafla au vita visivyotarajiwa. Manowari ya Belgorod si hadithi ya kisayansi, ni uhalisia unaoendelea baharini. Ni kumbusho kuwa wakati dunia inasonga mbele kwa maendeleo ya teknolojia, pia tunajikuta tukicheza na moto wa maangamizi. Wakati mwingine
Nguvu kubwa si ishara ya usalama, bali ni kivuli cha hofu inayozunguka dunia. Je, dunia iko tayari kwa enzi za Poseidon na manuari za mauti? Au tunahitaji kurejea kwenye mazungumzo, diplomasia na matumaini ya amani ya kudumu? Asante kwa kutazama. Kama umevutiwa na video hii, tafadhali like, subscribe na shiriki kwa marafiki zako. Tuendelee kujifunza pamoja. Basi mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyokuja. Bye bye.